Nini ambacho kimetokea na dakika 90 kwa sababu mchezo ulikuwa mgumu lakini hatimaye umepata matokeo ya ushindi dhidi ya Polisi? Ok, taille déjà le résultat 3 points. Heureusement que le match était un peu difficile, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui était les points forts pour toi? C'est vrai, c'était un match très difficile, un match très engagé, très agressif. Et c'est ce qui rend notre tâche, elle était encore plus difficile, car notre jeu il est basé sur le jeu au sol et sur l'échange rapide de ballon. Et avec je ne vais pas me plaindre de terrain, j'ai dit toujours, il faut s'adapter à mes joueurs, on doit s'adapter. C'était vraiment difficile pour nous un petit peu, la 10e mi-temps. Surtout contre une très bonne équipe qui a de l'engagement et elle a aussi la capacité de bien jouer sur ce terrain. J'ai demandé à mes joueurs plus d'agressivité, plus de volonté pour pouvoir apporter les 3 points et je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup donc pour les efforts qu'ils ont fait malgré que c'est pas facile pour eux. Kweli mechi ilikuwa ngumu lakini muhimu ilikuwa ni matokeo na ndio tulipata. Unajua style yake ya uchezaji huwa anapenda mpira utambae chini. Haitakuwa excuses kwa sababu ya uwanja japokuwa ndio hivyo, lakini na anapongeza sana timu pinzani maana ilitumia fursa nzuri, imecheza vizuri kwenye uwanja kama huu. Na anasema kwamba mechi kama hizi huwa anajua kama ni ngumu na ndio maana kipindi cha pili aliwaambia wachezaji wake waje waongeze nguvu zaidi ili wapambane tutafute ushindi kwa hali na mali. Asante Saïdou, je veux insister que nous sommes obligés de s'adapter à toutes les possibilités de terrain. Même si on doit jouer à Kilimanjaro, dans les montagnes au sommet, on jouera notre prochain match. Anasema eti sisi yani inatulazimu kuwa na uzoefu wa viwanja vyote ambavyo tutapambana navyo. Japokuwa hata tukienda Kilimanjaro huko anakuambia yeye hamna shida tutapambana. C'est la réalité, on peut pas. Anasema ndio kweli ambao huko hatuwezi tukadeny. Sawa, pengine mwalimu, ubora wa wachezaji ambao ni wakongwe mfano Saido, Mayele ambao kwa siku ya leo inaonekana kwamba uzoefu umeamua mechi ya leo dhidi ya Polisi, licha ya kwamba Polisi pia nao walicheza vizuri. Umuhimu wa wachezaji kama hao kwenye kikosi chako uko wapi? T'as des joueurs expérimentés et même si le match était difficile, mais à cause de leur expérience, on a fait qu'on reçoit les 3 points. Qu'est-ce que tu peux dire l'importance de tes joueurs expérimentés? Vous savez, nous formons toute une famille. Il y a des joueurs expérimentés, mais qui ont non seulement l'expérience, mais ils ont le talent et l'amour des Yanga et l'amour de vouloir rendre cette grande famille de Young Africans très heureuse. Ils se sont vraiment battus, ce n'est pas facile. Nous avons presque 10 jours qu'on est loin de nos familles, tout ça. Je remercie beaucoup énormément mes joueurs pour leur sacrifice. Anasema kwamba kweli wanazaji wa wazoefu na sio uzoefu tu na wana talented, ni wanajua mpira kabisa. Na anasema japokuwa unajua mechi ilikuwa ngumu lakini na anashukuru sana wachezaji wao nao wamepambana. Na palikuwepo unajua kama nadhani kama siku 10 tupo na familia zetu, lakini anashukuru sana wachezaji nao walipambana na wakajituma kwa sababu wana mapenzi na timu na wana mapenzi wanachokifanya, ndio maana wanapambana mpaka dakika 90. Mwalimu, labda unazungumziaje ratiba ambayo inafuata kwa Young Africans? Una mechi dhidi ya Mbao FC katika mechi ya Azam Sport Federation, lakini pia michezo ya ligi kuu. Hali iko vipi, lakini pia unazungumziaje katika michezo hiyo inayokuja? Qu'est-ce que tu penses de le match qui vient là, le match de Mbao de coupe et le match précédent? Qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses comment tu vas faire? Nous allons comme nous avons déclaré que nous sommes très sérieux cette année et nous voudrons aller très loin. Et pour cela, nous devons considérer avoir passé les messages aux joueurs et tous les composants du club, y compris les comités. Nous considérons que cette match est une vraie finale, avec l'attitude qui exige une finale. Ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Pas seulement moi, le coach, mais aussi le comité, M. Raleb, GSM, tous les composants de l'équipe sont en train de faire beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse réussir dans toutes nos rencontres. Nous respectons tous nos adversaires. Il n'y a pas de petits et de grands adversaires. Et c'est cette attitude-là, cette mentalité qui nous aide pour avoir les 3 points souvent. Anasema kwamba washaweka mfumo na washawaambia kwamba sisi kwetu kila mechi ni kama final na hakuna kudharau timu yoyote, na viongozi pia wanajua hilo na ndio maana wanapambana sana. Akasema viongozi wa timu na mdhamini GSM pia huwa anafanya chochote ili tupate matokeo, na mechi zitakazokuja sisi hatudharau. Hakuna kusema eti labda hii ni timu ndogo au ni timu kubwa. Sisi kila timu ambayo itakuwa karibu yetu tutakuwa tunapambana kama final, kwa sababu sisi tumekuja hapa kufunga na tuna objective fulani ya mwaka huu, lazima tuikamilishe kwa nguvu za Mungu. Neno kwa mashabiki wa Young Africans, coach. Qu'est-ce que tu peux dire aux supporters de Yanga? Oh Yanga, les supporters. I love you. Of course ilikuwa mechi ngumu kwa sababu Polisi walikuwa wakihitaji pia kupata ushindi kwa sababu ya point 3, kwa maana ya point 3,
lakini Yanga nao pia kwa ukubwa wao, kwa ubora wao, kwa ukubwa wa mchezaji moja moja waliona wanastahili kupata point 3. Kwa hiyo haikuwa mechi rahisi kwa timu zote mbili, na nadhani utakuwa umeshuhudia pia jinsi ambavyo kumekuwa na upinzani wa hizi timu mbili kwa maana ya eneo la uwanjani. Kwa hiyo ulikuwa mchezo mzuri, mchezo ambao kimsingi umeamuliwa kutokana na uzoefu wa mchezaji mmoja mmoja. Of course Ambundo si mchezaji mkubwa sana kwenye ligi yetu, lakini tunakumbuka pia ambako ubora wake ambao alikuwa nao ligi kuu msimu uliopita alipokuwa na Dodoma Jiji, alikuwa bora sana. Ingawa mpaka sasa hivi bado hapati nafasi sana ya kucheza kutokana na ubora pia wa kikosi, kutokana na ushindani wa kikosi, kwa maana ya namba ambayo anacheza unaweza kuona ina watu zaidi ya wawili. Kwa hiyo nafikiri haikuwa mechi rahisi kwa timu zote mbili, lakini ni mechi ambayo Yanga wameonyesha ukubwa wao, ingawa Polisi nao pia kwa kiwango ambacho wamekionyesha, nafikiri kama wanaendelea kuonyesha kiwango kama hichi, inawezekana mbele wakawa pia na matokeo mazuri zaidi kwa maana ya kupata point 3. Tunavyoangalia wanasema kwamba kuna wachezaji wanaosajiliwa wapya kama Chiko Ushindi na wengine. Inaonekana kwamba Chiko Ushindi wakati akiingia watu wanamwamini na kumshangilia zaidi. Ndio desturi ya Watanzania kuona tu mchezaji bila kumwangalia ama ni nini? Kwanza lazima ujue kwamba Watanzania wanapenda mpira na wanazipenda timu zao. Swala la Chiko Ushindi kuingia kumshangilia, unajua yuko kwenye timu kubwa na ni mchezaji ambaye ametoka kwenye timu kubwa pia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AS Vita. Kwa hiyo watu wana matumaini makubwa sana kutoka kwa Chiko Ushindi, lakini pia wanaamini anaweza akaleta kitu kikubwa sana kwenye timu. Kwa hiyo ndio maana unaona mpaka sasa hivi huwezi kumzungumzia kwenye ubora wote ambao ameonyesha, lakini unamzungumzia kwenye engo ya kwamba wanaamini anaweza kaja akafanya kitu kizuri zaidi. Ndio maana unaona akiwa anaingia, akiwa anapasha mwili joto, watu wanashangilia, na hii ndio maana pia ya timu yenye mashabiki wengi. Maana yake ni kwamba mchezaji anaanza kufeel niko kwenye timu kubwa, anaanza kuhisi kwamba niko kwenye timu kubwa tangu anakuja nje ya uwanja, mapokezi, mazoezini, watu wanavyojitokeza, akionekana watu jinsi wanavyomshangilia. Hii ni nzuri kwake, lakini pia sio nzuri kwake kwa sababu watu wanaonyesha kabisa kwamba wana matumaini sana na Chiko na wanategemea afanye makubwa. Itakapokuwa kinyume, kama unavyojua pia mashabiki ni watu ambao wao wanasema hawana adui wa kudumu, hawana rafiki wa kudumu. Kwa hiyo siku akifanya vizuri wataendelea kumshangilia na ataendelea kuwa bora zaidi, lakini siku akifanya tofauti nafikiri wengi wataanza kulaumu. Najua pia shabiki ni mtu ambaye kimsingi unaona hata ukifunga goli 5 lakini mechi inayofuata ukikosa goli moja la wazi hakumbuki mechi iliyopita ulifunga goli 5. Kwa hiyo ni watu ambao kimsingi unatakiwa kujua kwamba ni watu aina gani, lakini nafikiri ni mapema sana kuzungumzia pia uwezo wa Chiko Ushindi ama pengine anaingiaje kwenye timu, kwa sababu tumeona uwezo wake akiwa na AS Vita, lakini pia ni mapema sana kuzungumza kwamba amekuwa bora sana. Hajapata nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Nafikiri muda bado upo, tunahitaji muda zaidi ili tuje baadaye tuzungumze kwamba Chiko ni yule ambao mashabiki wako wanatarajia au pengine mfumo umemkataa na vitu vingine. Mwisho kabisa, unaionaje ligi ya mwaka huu ya msimu huu? Ligi ya msimu huu ni ngumu hasa ukizingatia mzigo ambao umewekwa, pesa, kwa maana ya pesa. Pesa imewekwa, wadhamini wamekuwa wengi. Umeona pia Azam TV wameongeza mzigo. Umeona pia kuna GSM wameingia kwenye ligi na wadhamini wengine. NBC yupo kwenye ligi kwa maana ya NBC Premier League, mdhamini mkuu wa ligi. Kwa hiyo mzigo uko mkubwa sana. Kwa hiyo pesa inapokuwepo hata ile morali pia inaongezeka, kwa maana ya kwamba tukishika nafasi fulani tutapata kiasi fulani, au pengine kwa sababu ya watu wanapata pesa kwa wakati, watu wanalipa mishahara kwa wakati, mzigo wa mdhamini unaingia kwa wakati. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vinafanya pia ligi iwe ngumu, kwa sababu kila mmoja anataka kupambana na kuonyesha kwamba tunaweza na tunahitaji kushika nafasi ambazo zitakuwa bora zaidi. Kwa hiyo nafikiri hakuna kingine zaidi ya kilicholeta ushindani kwenye ligi zaidi ya pesa ambayo imewekwa kwenye ligi. Nafikiri ni hilo tu ambalo linaweza kuleta ushindani zaidi.